Baraza la Ulamaa BAKWATA limeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa mitatu kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni mienendo inayokiuka misingi ya uongozi. Baraza hilo limekutana leo Julai 14, 2026 katika kikao cha dharura kilichoongozwa na Kaimu Mufti Naibu Kadhi Mkuu wa Tanzania Sheikh Ali Hamisi Ngeluko na kuadhimia kuwasimamisha mashehe hao kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu wa Baraza la Ulamaa Sheikh Hassan Saidi Chizenga. Mashehe waliosimamishwa ni Sheikh Walidi Al-Ahadi Kawambwa wa mkoa wa Dar es Salaam na Sheikh Isa Nasolo Isa wa mkoa wa Singida na pamoja na Sheikh Hassan Kimbulwa wa mkoa wa Kigoma. Taarifa hiyo imeeleza kuwa utekelezaji wa maamuzi hayo unaanza rasmi tarehe 14 ya mwaka 2026. Aidha, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zuberi Bwana amewateua viongozi wa muda kushika nafasi hizo hadi pale hatua nyingine zitakapochukuliwa. Waliopewa nafasi hizo za ukaimu ni Sheikh Abbas Ramadhani Abbas ambaye atakuwa kaimu sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Isa Ramadhani Simba aliyeteuliwa kuwa kaimu sheikh wa mkoa wa Singida na Sheikh Uwesu Muhammad Kiumbe ambaye atahudumu kama kaimu sheikh wa mkoa wa Kigoma. BAKWATA pia imeelekeza ofisi Katibu Mkuu kusimamia makabidhiano ya ofisi hizo za ndani ya muda mfupi. Jua baada ya kutangazwa kuwa Sheikh Walidi Al-Ahadi Kawambwa huyu wa mkoa wa Dar es Salaam wamesimamishwa, unajua kuna mengi sana ambayo yameweza kuzuka, mengi sana yameweza kujitokeza, ila kubwa zaidi ni huyu mwanamke ambaye yeye amejitokeza akidai kuwa Sheikh Walidi ni moja ya wanaume aliokuwa amezaa nao, lakini sheikh huyo amekuwa hapeleki matunzo kwa mtoto aliyekuwa amezaa nayo. Pia kwa Sheikh Walidi hii imechukua sura mpya. Kila mtu anamtazamia Sheikh Walidi kama vitu ambavyo alikuwa anavifanya na uongozi aliokuwa nao alikuwa aendi sawa kwenye maisha ya kawaida. Huyu mwanamke video yake nimeweza kukuwekea hapa, unaweza ukaitazama then ukasikiliza kile alichokuwa ameongea. Baada ya hapo ukashusha comment yako. Chao. Nikukumbushe tu wewe ambaye bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata. Kuna watu mnafikiria kwamba mimi nimepanga kumchafua Sheikh Walidi Al-Ahadi Kawambwa, mzazi mwenzangu. Namwita mzazi mwenzangu kwa sababu sio kwa chuki, nampenda, ndo baba mtoto wangu. Ndo hivyo, matatizo hayakosi duniani, matatizo yapo, ni kwa vile watu sio waelewa. Kwa sababu huwezi kawa una mtoto na mwenzio alafu anakwambia nitakupoteza wewe. Mimi unajua mtu wa serikali. Sawa, ndiyo wewe mtu wa serikali, sijui kwa sababu mimi sio bosi wako nijue wewe mtu wa serikali, lakini ninachojua kwamba sisi wote binadamu. Haitakiwi tutishiane, kwamba unitishie kwamba utanipoteza, Mara ngapi Sheikh Walidi uliniambia yani uogopi hata mdogo wangu kusema mbele yake, wakati natakiwa ugomvi, yani tugombane sisi, tugombane aishe, lakini unakuja kusema mbele ya mdogo wangu. Kweli pakuna mfanya mtoto wa kiume kweli analia mbele yako, anatoa machozi, wenye kusema kwamba mimi namsingizia. Hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Siwezi kumsingizia mzazi mwenzangu. Nampenda kwa sababu ni baba wa mtoto wangu. Makosa siku zote anatokea, hata kwenye ndoa makosa anatokea, ndio hivyo. Lakini changamoto iliyopo mimi kutishiwa kupotezwa. Kwa nini nipotezwe wakati mimi
sina shida naye. Nilimfanya kitu gani ili anipoteze? Haya, mnasema mimi nambishia. Huyu muhuri mimi ninao, muhuri wa mahakamani ninao. Hizi document hizi si summons za mahakamani. Haya, wakili wake Simba hamumjui, hebu mtafuteni, mumuulize hii kesi ilikuwaje, au kweli yeye Walidi hakushtakiwa mahakamani? Mbona hakuja? Ananinyanyasa kila siku na haribu nauli ambayo ilikuwa inaweza kumsaidia mtoto wake, kwamba yeye kiongozi hawezi akaja. Mpaka mimi nikauguza mtoto nikaacha kwenda mahakamani, sikuenda mpaka kesi kafutwa. Kesi ilipofutwa akaanza kunitafuta, akaniita ofisini kwake, nikaenda, akaniambia tusameheane, aishe, mtoto ndamsaidia, ndamtafutia cheti, ndamtafutia pasipoti, kila kitu, mtoto ndamsaidia. Baadaye ikafika siku namuuliza kuhusu pasipoti, cheti, ananiambia mimi mataniua. Maaskari wake wanataka kunipiga ofisini kwake. Kweli utu gani kweli shehe? Sijaja ofisini kwako kwa ajili ya ubaya, nilikuja tuelewane. Wewe mzazi mwenzangu, tuelewane, tuone tunafikia hatua gani kuhusu mambo ya mtoto. Lakini unawapigia maaskari mimi wanifukuze hapo, wanipige